Leo ni tarehe 9 Mei 2026, siku ya Jumamosi. Hapa ni maeneo ya Mbagala Zakiem jijini Dar es Salaam, Tanzania. Hapa niko nje ya ofisi hii ya makao makuu ya Umoja wa Wahadhiri wa Kiislamu Tanzania UWAKTA, ambapo katika siku hii leo umoja huu unazindua rasmi ofisi yao hapa, na mgeni rasmi katika hafla hii ni dai wa kimataifa Sheikh Nuruddin Kishki, ndiye ambaye amealikwa kuja kufungua ofisi hii. Tukashuhudia tukio hili. Baada ya ujio wa Sheikh Nuruddin Kishki, kipi ambacho kitafuata ndani ya ofisi hizi mpya za UWAKTA? La ilaha illa Allah, Allah. Kwa heshima na taadhima, kwa niaba ya taasisi yetu ya Umoja wa Wahadhiri wa Kiislamu Tanzania, tunaomba tutumie fursa hii kwa ajili ya kumkaribisha shekhe atuzindulie ofisi yetu kwa kutoa kizuizi kilichoko hapo. Karibu shekhe kwa ajili ya uzinduzi. Bismillah. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! 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 Baada ya kusema hayo, shekhe nikupe sasa fursa ya kuweza kutunasihi, kutuhasa, kutuwaidhi kwa lolote ambalo Mola amekukadiria, kwa sababu naijua ratiba yako leo ni ngumu kidogo, lakini pia umechukua uzito kusema utafika na utazindua ofisi. Mashaallah, umeizindua, na sasa tukusikilize kwa kalima at-tayyiba. Karibu sana shekhe. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام أمير الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارحم الله مشايخنا ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين، آمين يا رب العالمين. أما بعد، Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Leo kwangu ni siku ya furaha. Nina furaha bila ya kiasi wala basi. Nina furaha isiyokuwa na kifani kupata heshima ya kujumuika na wahadhiri wenzangu na madai wenzangu chini ya Umoja wa Wahadhiri wa Kiislamu Tanzania. Lakini kubwa ni ile heshima ambayo mmenipa ya kuwa mgeni rasmi katika kuzindua rasmi ofisi za wahadhiri wa Kiislamu Tanzania, ofisi ambazo zipo hapa Mbagala. Kwa kweli namshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa hilo, kisha na washukuru na nyinyi kwa kuona kwamba mimi ninafaa kuwa mgeni rasmi mwenye kuzindua rasmi jengo hili. Nimshukuru sana Sheikh Rajab Amiri, ndugu yangu wa siku nyingi sana. Mimi na yeye tuna historia, wanaojua ni wachache. Katika hao wachache, Mwalimu Kinyogoli ni mmoja wao. Tena yeye anakumbuka vitu ambavyo mimi nishavisahau. Habari ya ubwabwa na maharage mimi nishasahau. Na ili nisiwaache njia panda, harusi ya Sheikh Rajab Salum, muhadhiri nilikuwa ni mimi. Takbir! Allah! Takbir! Allah! Takbir! Allah! Na wakati huo ndo tulikuwa bado watoto. Baadhi ya watu wakawa wanamuuliza, shekhe, huyu umemtoa Mombasa? Sahihi. Namshukuru kwa sababu wallahi anapambania sana umoja huu. Mara kwa mara amekuwa ni mwenye kuwasiliana na mimi kwa ajili ya changamoto mbalimbali, kutaka ushauri, nasaha, tunafanyaje.
na ile sharafu ambayo mmenipa mimi kuwa ni miongoni mwa walezi wa umoja huu. Nasikia fahari sana Allah subhanahu wa ta'ala kunijalia mimi kupatikana ofisi hizi. Sheikh Rajab ameniambia umoja upo kama haupo kwa sababu hatuna ofisi. Ndipo tulipokaa mimi na yeye na Mwalimu Kinyogoli na Sheikh Muhoro na kuna mwanangu hapa Ibrahim almaarufu mnamuita Mkongo. Jamani, mwanangu yuko nyuma huko, tulipishana pishana, lakini naomba mfahamu kwamba sasa hivi nampenda na ananipenda. Lakini pia siku hiyo nakumbuka pia alikuwepo na mzee wa AKA mzee wa kufyeka. Wana Bakos pia alikuwepo. Na alhamdulillah Allah ametujalia tumepata nyumba hii tena tumeilipia kodi mwaka mzima. Alhamdulillah. Na tukarekebisha ofisi zote. Baadaye Amiri akatuambia ukumbi huu bwana, sisi mashekhe tumezoea kukunja magoti, wakati mwingine tunakaa tunashauriana hapa tupate zulia. Alhamdulillah zulia tumelipata. Tumefunga IC, tumefunga mafeni, tumetia furniture katika ofisi zote hizi na tumetia na AC. Lakini baadaye tukasema Amir lazima awe na kompyuta wanaita desktop, tumeipata, na katibu na yeye vile vile na desktop pamoja na printer, sababu katibu ndo anatumiwa mabarua nini na print haraka. Ofisi ya tatu ambapo nimesikitika tulisahau kuweka IC, na kusikitika kwangu baada ya kuona mwenye ofisi ni Sheikh Saidi John, kipenzi changu jamaa. Kuna watu hawajui mimi na ukaribu kiasi gani na baadhi ya wahadhiri. Sheikh Saidi John bwana ni katika vijana mashallah tabarakallah, ana akhlaqi nzuri sana, kijana mzuri sana, ni mdogo wangu na tuna ukaribu. Kwa hiyo alivyonikaribisha ofisini kwake, kumbe hapa tuliposahau. Amiri, inshallah wiki ijayo tutatia IC kwenye ofisi ya muhasibu inshallah biidhnillah taala. Kwa kweli mimi nimefurahi sana. Naomba tu niache wasia chache kwenu. Wasia wa kwanza, ndugu zangu, msiache da'wa. Da'wa ndio wadhifatul anbiya, ndio wadhifa na kazi kuu ya manabii. Ukienda kuipekua Qur'an, na mashallah nyinyi ni watu wa research sana, sura 114 juzuu 30, hakuna aya yoyote iliwahi kumuita Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa jina la Sheikh, ingawa ni shekhe wa mashekhe lughatan wa istilaha, lakini kuna aya imemuita da'i, kuonyesha wadhifa wa da'wa ulivyokuwa umetukuka. Ya ayuha nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi biidhnihi wa sirajan munira. Niwakumbushe tu nafasi yenu, hakuna kilichowapandisha nyinyi isipokuwa ni da'wa. Na mimi nafahamu wahadhiri wa Kiislamu wako wengi sana, lakini Allah katika mapenzi yake hakuwatangaza wote. Kuna miongoni mwenu hamjulikani na watu, lakini anakujueni Allah. Ndipo mshairi mmoja akasema, rubba mashhurin fil ardi majhulin fis sama. Huenda mtu akawa ni star duniani lakini mbinguni hajulikani. Tunamwomba Allah tujalie tuwe wenye kufahamika ardhini na mbinguni kwa kazi zake. Kwa ndugu zangu, msiache dawa. Waman ahsanu qawlan mimman daa ila Allah, ni nani mwenye maneno mazuri kuliko yule anayewalingania watu kwa Allah? Kazi iliyofanywa na umoja wa wahadhiri wa Kiislamu Tanzania kuanzia miaka hiyo, kwa kweli ni kazi kubwa sana. Nyinyi mnadili na watu ambao si Waislamu. Ni watu wangapi ambao Allah amewaingiza katika Uislamu kupitia nyie?
Niliwahi kuambia baadhi ya mashekhi, tulikaa pahala, kwamba sisi tunafanya da'wa, alhamdulillah, tunaalikwa huku na kule, ndani na nje ya nchi, lakini sisi tuna dini na Waislamu, kuwakumbusha Waislamu tu kila siku, wadhakir fa inna dhikra tanfa'u almu'minin. Lakini nyinyi majukumu yenu makubwa, mnadili na wasiokuwa Waislamu. Mpaka sasa mshasilimisha watu wangapi? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakati anamtuma Sayyidina Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu kwenda Yemen, akamwambia nakutuma kwa watu wa ahlul kitab. Akamuelekeza akamwambia, faliyakun awwalu ma tad'uuhum ilayhi shahadata an la ilaha illa Allah, jambo la kwanza walinganie katika la ilaha illa Allah. Mahallu shahid, baadaye akamwambia Ali, ukaye ukifahamu ya kuwa la an yahdiya Allahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Allah akimuongoa mtu mmoja tu akaiona haki akaacha ukafiri akaja katika Uislamu, ni bora kwako kuliko ngamia mwekundu. Kwa hiyo kazi mlizofanya ndugu zangu ni kazi kubwa sana, ambayo namna Allah alivyomjalia kila mtu na mapito yake, nina hakika hata sisi mashekhe ambao tunalingania kwa da'wa hii ya kawaida tu ya Qur'ani na Sunna, hatujafikia kusilimisha watu kama mlivyofikia nyinyi kusilimisha watu. Takbir! Allah. Sisi ni kweli da'wa zetu watu wanasilimu, lakini sio kwa wingi kama ambavyo nyinyi mlivyosilimisha. Kwa hiyo ombi langu kwenu na nasaha zangu kwenu, msiache da'wa. Da'wa ndio heshima yetu, ndio utukufu wetu. Hili ni jambo la kwanza. Jambo la pili, mupendane, mshikamane. Bila ya umoja na mshikamano hakuna mafanikio. Mshairi anasema, ta'ba rimahu idha ijtama'na takassura wa in iftaraqna takassarat ahada. Ukikusanya mishale kwa pamoja ni vigumu kuvunja, lakini ukiziachanisha ni rahisi kuvunja. Kwa hiyo mupendane, muheshimiane, muthaminiane, lakini pia mvumiliane. Qur'ani suratul Anfal inasema, wa ati'u Allaha wa rasulahu, mtiini Allah na mtume wake. Wala tanaza'u, wala msikinzane, msizozane, msipishane. Fatafshalu, mkifanya hivyo mtafeli. Watadhhaba rihukum, na nguvu zenu zitapotea. Wasbiru. Watu wa Qur'an wanasema, kwa nini Allah katia subira hapa? Allah anahimiza kwamba muwe na umoja na mshikamano, msizozane, msikinzane, msipishane, lenu liwe moja. Kisha mwisho akamalizia wasbiru, fanyeni subira, inna Allaha ma'as sabirin. Wakasema ulama wa Qur'an kwamba kuvumiliana ndio miongoni mwa sababu zinazopelekea watu kuendelea kushikamana. Kila mmoja hapa, nadhani wengi wetu tumeoa, tusingewavumilia wanawake, tusingefika nao mpaka hapa, na wao wasingetuvumilia pia, tusingefika nao mpaka hapa. Kwa hata nyinyi mnapaswa mushikamane, mpendane. Amir, naomba nitoe moja la moyoni. Mimi najisikia vibaya sana nikiona muhadhiri anamshambulia muhadhiri mwenzake. Yaani leo asimame Sheikh Rajab Salum kwenye media labda afanye kitu afu kibinadamu akawa ameharibu. Sasa mwanadamu huwezi kupatia kila siku. Asitokee mwingine akaja akambomoa mwenzake. Mambo hayaendi hivyo. Mshairi anasema awradaha Sa'dun wa huwa mushtamilun ma hakadha ya Sa'du turadul ibilu. Mambo hayaendeshi hivyo. Mwenzako akikosea, hasa nyinyi kwa nyinyi, mnaambiana private, bana ndugu yangu wewe pale umetereza, haya ulionukuu sivyo.
na nyinyi msiwe na tabia kama sisi. Sheikh Yusuf anajua sisi kwenye ulimwengu wa da'wa, sisi tunaojiita tunalingania kwa Qur'an na Sunna ni mtihani mtupu. Yaani wengi wetu ukiweka Qur'ani hapa na Sunna na njia tunazotumia za kulingania, ba'iduna kullal bu'di 'anil Qur'ani was Sunna. Kwa sababu ndugu zangu, watu wa da'wa wanasema ad-da'wa ni tawqifiyya wa laysat ijtihadiyya. Zile asalib za da'wa, namna kulingania, yani Allah mwenyewe ameshatuelekeza namna kulingania, ni tawqifiyya, ni utaratibu na mfumo maalum Allah katushushia. Mwishoni mwa suratu an-Nahl, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati, lingania katika njia ya Mola wako kwa hikma. Kuna watu wanakuambia bwana, hikma maana yake nini? Wad'u shay'i fi mawdi'ihi, kuweka kitu katika pahala pake. Sawa, maana yake nini? Maana yake lazima niongee hivi na hivi ndio ukweli. Malizia haya, wal mau'izati alhasana, na mawaidha mazuri. Siku hizi hamjawahi kusikia mawaidha mabaya? Hamsikii kwenye mimbar mashayikh tukitukanana? Subhanallah. Juzi kuna mtu nimemsikia, nani shekhe anamtukana mwenzake mmoja, anamwambia fulani muongo, kajifunza uongo kwa mamake mzazi. La ilaha illa Allah. Wallahi nikasikiliza nikasema astaghfirullah, kama wallahi Mtume Muhammad yuko mbali na da'wa hii. Yaani mnatukanana mpaka mnatukana wazazi. Sasa nyinyi wahadhiri msiwe hivyo. Sisi tushapata mtihani huo. Sisi tunapigana kila siku. Wewe ingia YouTube tu, Radical Kishki. Yaani 99% wanaondrada hata kuwajua si wajui. Ndio maana sihangaiki nao. Ndugu yangu Yusuf Diwani hapa. Sheikh Yusuf ni mmoja katika marafiki zangu, ndugu zangu. Sheikh mwenye tawadhu, mapenzi makubwa. Ananiheshimu sana, mimi namheshimu sana. Sasa hayo sisi tunayo. Nyinyi wahadhiri ambao Allah amekupeni kipaji cha debate, cha kupambana na usoko wa Islam. Yuko hapa rafiki yangu, mzee wangu Mazinge. Kuna klipu yake moja imetrendi sana. Mtu anamuuliza, wewe Mazinge, hivi kwa nini Muhammad kitabu chake kinasema umma wake mwisho kwa 4 kaoa 9? Akamjibu kimjini kwa sababu ana nguvu nyingi. Sasa angalia ni majibu yanatoka titi for tat kwa sababu mnaishi kwenye mambo haya. Kwa hiyo mimi nakuombeeni jamani, mpendane, msiwe kama sisi kwenye ulimwengu mwingine wa kidawa. Muheshimiane, muthaminiane, mvumiliane pia. Ni wanadamu. Hili ni jambo la pili. La mwisho ni kuombeni kwa heshima na taadhima, mulinde heshima zenu na heshima za da'wa. Nikisema hivyo tunajua baadhi kidogo kama wanataka kushusha brandi hii ya da'wa na mihadhara kwa ujumla kwa baadhi ya vitendo vyao. Na bahati mbaya jamii yetu haijui kutofautisha. Haijui kutofautisha kwamba hili ni la mtu binafsi au hili la umoja. Kwa hiyo mulinde heshima na mulinde hadhi ya da'wa na kazi tukufu hii ambayo Allah amekuchagueni nyie. Sio kila mtu jamani ni dai. Si kila mtu jamani Allah akampa ufasaha. Ni mpaka Allah mwenyewe akuchague, akutumie. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, inna Allaha idha ahabba abdahu ista'malah. Allah akimpenda mja wake humtumia. Na nyinyi nyote mnatumika na Allah, maana yake anakupendeni. Na hii haina maana kwamba madai lazima tukamilike, hapana jamani. Dai aliyekamilika ni mmoja tu, anaitwa Sayyidu Sadat wa Qaidul Qadat, Ar-Rahmatul Muhdah wan-Ni'matul Muzdah was-Sirajul Munir, Sayyiduna Muhammad. Allahumma salli alayhi wasallam. Huyo jamani ndio peke yake hana weakness, hana mapungufu. Tuliobaki zote tuna mapungufu, hata mie na kwangu mengi tu. Mingine najua, mingine siyajui. Na mwanadamu kuwa na mapungufu wanasema ndio ukamilifu wake. Kwa hiyo hili la mwisho, nimefurahi kuwaona mzee Mazingi hapa. Nisingekuona hapa ningekukanyaga. Ningekupigia simu usiku. Bana vipi? Sina kumudu. Ningeambia rafiki yangu sija kuona. Sasa leo nimefurahi. Muhoro nimemuona,
Kinyogole nimemuona, Sheikh Mbonde nimemuona, Sheikh Isa pale Ruvanda nimemuona. Umeona bwana, Ibrahimu hapa yupo, Mkongo Sheikh Said John yupo, Sheikh Yusuf Diwani yupo, Mwanatemeke mwenzangu hapa Maulana Al-Habshi yupo. Mwanangu mwingine huyu hapa nilikwambia tukunku sasa hivi ni katika Ahlul Bait, nimemtia kwenye kikapu cha Ahlul Bait. Yupo huyu hapa. Si mnajua mambo yangu mimi na yeye? Sasa ndo Waarabu wanasema min batni sharri yuladul khairu, si ndio? Katika tumbo la shari khairi hupatikana. Alinizinguaga, si mnajua nikamchukulia hatua kidogo, lakini amiri kaja juu, Sheikh Ruvanda kaja paka ofisini, likanifurahisha hilo. Sasa huu ni umoja, sasa ndio unavyotakiwa hivyo. Basi kuanzia pale kunkutu bana, mwanangu anampenda na ananipenda. Kwa hiyo tupendane jamani, tuvumiliane, tushikamane. Na mkutano huu mimi nawatakia kila la kheri, yale mlioyapanga Allah ayatilie baraka, maazimio yenu Allah ajalie yapite salama, na umoja wenu uweze kudumu. Mwisho, mimi niko pamoja na nyinyi kadri Allah atakavyonijalia. Sitaki kusema mengi, lakini viongozi wanajua namna gani niko pamoja na nyinyi, na haya madogo madogo ambayo bado hayajamalizika, ofisi ya Sheikh Said John hapa kama mshika hazina IC tutaweka insha Allah, na kule banda la nyuma vile vile amira shaka atakapotengeneza tutaweka IC, na hayo madogo madogo tutayafanyia kazi. Ofisi ya Sheikh Luambo kuna kabati, tutaweka kabati kwa ajili ya kuhifadhia dokumenti zake. Baada ya kusema hayo, niwashukuru tena kwa mara nyingine na niwatakie kila la kheri. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na mtazamaji, hayo ndio ambayo yamejiri hii leo hapa kutokea maeneo ya Zakiem Mbagala, Dar es Salaam, Tanzania, na tayari Sheikh Nurdin Kishki ameifungua rasmi ofisi hii. Bila shaka sasa UWAKTA wamepata eneo lao la kujidai. Nikiripoti kutokea hapa Zakiem Mbagala, Dar es Salaam, Tanzania, mimi ni Mwana Mali Mashi. Asante. Mchungaji Kesi, ninaangalia hapa Ustadh Shafi Online TV, na wewe karibu.